Promova TV, a home of testimonies. Asante Roho Mtakatifu, mioyo yetu imeachiliwa kwako. Wewe ni Mungu, uko hapa, ni Mungu mwenye neema, umejaa rehema na fadhili. Haukutuleta kwa bahati mbaya. Hii ni saa ya kunena nasi, ukanene wewe ili nafsi zetu ziponywe katika jina la Yesu, amen. Barikiwe sana. Nataka nizungumze neno moja ambalo linasema neema ya kukumbukwa na Mungu wakati wa shida. Neema ya kukumbukwa na Mungu wakati wa shida. Na nataka nisome kwenye andiko moja ambalo tumelisoma kila mara, sio geni kwako, lakini Roho Mtakatifu amenileta hapo ninene nawe kwenye ibada hii ya kwanza ya mwezi wa pili kwa mwaka 2026. Andiko letu linatoka kwenye kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ile ya 11 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 5, na nitaendelea mstari kuanzia wa 38 mpaka wa 44. Nisikilize vizuri. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwa Yesu wakasema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu sio wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake, yaani dada yake, pamoja na Lazaro. Mstari wa 38. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe liliwekwa juu yake. Yesu akasema, liondoweni jiwe. Martha dada wa yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa ni maiti, leo ni siku ya 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria naliyasema haya, ili wapate kusadiki ya kuwa ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yeye aliyekufa, akiwa amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Bwana Yesu libariki neno hili, amen. Bwana asifiwe. Amen. Neema ya kukumbukwa na Mungu wakati wa shida. Maneno haya huwa yananishangaza sana, na huwa sichoki kuyasoma kwa sababu yana maajabu. Bwana asifiwe sana.
lakini ninakuja kubaini katika kuyasoma, ninagundua kuna mambo mawili katika andiko hili. Jambo la kwanza, ukimtumaini Mungu kuna neema ya kusaidiwa na yeye hata kwenye wakati ambao utakuwa peke yako, hauna faraja yoyote. Lakini pili, nikagundua nguvu za Mungu huwa hazipotei kwetu na zinakaa katika Roho Mtakatifu, kwa kuwa Roho Mtakatifu ndiye nguvu inayofanya ufufuo, na akikaa na wewe katika yale yote yaliyokufa ambayo hayawezekani tena kurejea kwenye mahala pake, yeye Roho Mtakatifu anaweza kukufufua. Hata kama wengine wanasema hili jambo halitawezekana tena, yasiyowezekana kwa wanadamu, kwake yeye yanawezekana. Sema amen. Bwana asifiwe. Kitabu hiki cha Injili ya Yohana ni miongoni mwa vitabu vinne vilivyoandikwa kama injili. Zinaitwa injili kwa sababu zimebeba ushuhuda wa maisha halisi ya baba wa injili ambaye ni Kristo Yesu. Hii tunaposema neno injili, tumebeba jambo moja ambalo linasema udhihirisho wa uweza wa Mungu unaoleta wokovu kwa kila mtu. Amen. Na udhihirisho huo umebebwa na utambulisho wa mambo haya manne. Mambo haya, jambo la kwanza ni kuzaliwa kwa Yesu. Hebu mwambie mwenzako, kuzaliwa kwa Yesu ni injili. Ni injili kwa nini? Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya kwanza mstari wa 21, kuna injili pale inanenwa hivi, naye atazaa mwana, naye nani? Mariamu, si ndio? Nao watamwita jina lake nani? Yesu, maana yeye Yesu ndiye atakaye waokoa watu wake na nini? Na dhambi zao. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu ni wokovu wetu kutoka kwenye dhambi. Bwana asifiwe. Lakini kitu cha pili kilichoibeba udhihirisho wa injili kinaitwa kufa kwa Yesu msalabani. Kwa nini kufa kwa Yesu ni injili? Biblia imesema kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 53 kwamba hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa ajili yetu, adhabu ya amani yetu. Yaani leo tuna amani pamoja na makosa yetu, lakini adhabu ya ile makosa ilikuwa juu yake. Ilikuwa juu yake kwa nini? Na kwa kupigwa kwake. Jamani, Yesu si alipigwa? Lakini alipopigwa mwisho wake ilikuwaje? Si alikufa? Kwa kupigwa kwake na kufa sisi tumepona. Yaani tumesamehewa dhambi. Kumbe si tunapona kwa sababu kuna mtu alikufa. Bwana asifiwe sana. Jamani, haleluya. Unanielewa mtu wa Mungu? Kwa hiyo injili bila kufa kwa Yesu haijakamilika. Lakini kuna kitu cha tatu ambacho kimebeba udhihirisho wa injili. Hiki kitu kinaitwa kufufuka kwa Yesu kutoka kwa wafu. Bwana asifiwe sana. Kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 inasema hivi, kuna mstari kama wa 20 hivi, kama 20 au 18, kwamba lakini sasa Kristo Yesu amefufuka katika wafu, yeye aliye limbuko lao waliolala. Kumbe alivyofufuka Yesu kutoka kwa wafu,
tunao uhakika kanisa kwamba hata na sisi mambo yetu yanafufuliwa. Hata tujapokufa tumelala, tuna uhakika wa ufufuo. Hata zile zamani zetu zilizotangaziwa kufa hazitakufa, ila zinafufuliwa. Yale mambo ambayo dunia inasema haiwezekani, kwa kufufuka kwa Yesu yanawezekana. Kwa hiyo tunaamini kufufuka kwa Yesu ni uzima wetu. Nataka ninene na wewe leo katika jina la Yesu. Yako mambo mengi sana ambayo kwa akili za kibinadamu yanaonekana kuwa hayawezekani, lakini nataka niseme yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Ukiamini kuanzia leo, ipokee injili hii, yakawezekane. Haya ni mambo ambayo ni kanuni za injili, ambapo jambo la 4 na la mwisho linaloibeba injili ni kupaa mbinguni kwa Kristo. Kwa nini alisema imenilazimu mimi niondoke ili nikawaandalie mahali, lakini ninapoondoka nitawaagizieni nani? Msaidizi, huyo Roho wa kweli. Bwana asifiwe. Kwa faida za kupaa mbinguni kwa Yesu ni hizi, ni 2. Faida ya kwanza ya kupaa kwa Yesu mbinguni ni kutuandalia makao, ili alipo na sisi tuwepo. Kwa kuwa dunia ni humu, sio kwetu. Dunia hii imewekwa tayari, ni akiba kwa moto wa milele, ila sisi tuliokoka, iko mbingu mpya na nchi mpya inaandaliwa kwa ajili yetu. Lakini faida ya pili ya Yesu kupaa mbinguni ni ili tupewe zawadi ya msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Maana alisema Yesu, maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi Roho Mtakatifu hatakuja kwenu. Kwa hiyo faida ya Yesu kupaa mbinguni ni Roho Mtakatifu kukaa nasi. Bwana asifiwe. Neema ya Mungu imekamilishwa kwa uwepo wa Roho wake Mtakatifu katikati yetu. Bwana asifiwe. Sasa hii injili, Yohana ni mwanafunzi aliyependwa na Yesu sana, na yeye alimpenda Yesu sana. Alimnena Yesu kwa ushahidi, kwa sababu aliishi naye, alitembea pamoja na yeye. Na hiki kisa kilichoandikwa hapa, Yohana ni shuhuda aliyeshuhudia haya mambo ya ajabu, na anaeleza hapa habari ya maisha. Hii siyo hadithi, ni simulizi ya maisha halisi. Jamani, amina. Kwenye simulizi ile kuna mahali Yesu alienda akakaa karibu na mwanamke hivi, alafu watu wakamuuliza hivi, kwa nini unakaa karibu na wenye dhambi? Haujawahi kupaona hapo? Yesu akajibu hivi, wenye afya hawahitaji daktari, ila walio wagonjwa ndio wanahitaji nani? Daktari. Akasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Lakini baadaye huyo mwanamke aliyeongea na Yesu pale, Yesu alipoalikwa na yule Simioni akida, wakati wanakula kwenye karamu ya yule Simioni, huyo mwanamke alikuja akiwa ameshika kichupa chenye perfume, marihamu nzuri, akaanza kumpaka Yesu, huku analia, machozi yake anatua kwenye miguu ya Yesu, anachukua nywele zake anafuta miguu ya Yesu. Sijui mnakumbuka hiyo. Na Biblia imesema kile kitendo, wanafunzi walianza kunong'ona pale, pamoja na baadhi ya wale Farisayo. Lakini Yesu akamuuliza Simioni, unamjua huyu mwanamke ni nani Simioni? Tangu nimeingia nyumbani mwako hukunifuta miguu yangu kwa kutumia maji yako, lakini huyu mama amenifuta kwa machozi yake na nywele zake. Akainuka Yesu akamshika yule mama akamwambia, tangu sasa umesamehewa dhambi zako. Umeona Bwana asifiwe.
Sasa hapa Biblia imemueleza huyu mama kwamba ndiye Mariamu yule aliyemfuta Yesu kwa miguu kwa nywele zake na machozi yake akatoa na Mariamu akampaka. Ni yule, maana yake alisamehewa dhambi. Kwa hiyo kitendo cha kusamehewa dhambi, Mariamu alimpenda Yesu sana, na wakati alimpenda Yesu, ile upendo wa Mariamu ukasababisha dada yake Martha naye akampenda Yesu vile vile sana, na ule upendo ukamwamini Yesu sana. Baada ya kumwamini na kumpenda Yesu, ukashawishi hata na kaka yao aliyeitwa Lazaro, na yeye akajoin grupu akampenda Yesu kama wao. Bwana asifiwe. Martha, kuna muujiza na yeye alitendewa na Yesu. Mariamu na yeye alitendewa muujiza na Yesu. Sitaki nieleze sana hizo miujiza kwa ajili ya muda, ila hapa tunaona Lazaro huyu kaka yao na yeye akaumwa, alafu ugonjwa ukawa ni ugonjwa kweli ambao dokta wote wa kizungu na wa kienyeji wakashindwa. Familia ikaamua kumbeba Lazaro wamrudishe wapi? Nyumbani. Maana yake kilichosubiriwa ni hiki, ama afe ama apone. Lakini juhudi za daktari zimefanyaje? Zimefika mwisho. Sasa hapo Martha dada yake na Mariamu pamoja na huyo Lazaro akapata fununu tetesi ya kwamba Yesu yule anayeponya, Yesu yule anayeokoa, Yesu yule anayefungua watu wengine yuko anapita hapa kwetu Bethania. Yamkini huyu ndugu yetu Lazaro, tatizo lililoshindikana hapa sasa linaenda kuwezekana. Akasema kwa kuwa ni rafiki yetu, acha mimi nikimbie nikamwambie kabla hajafika popote aanze kuja nyumbani akamponye nani? Lazaro. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Martha akakimbia akamfikia Yesu. Alipomfikia Yesu akafika anampigia magoti, Bwana, Bwana, yeye umpendaye kaka yetu Lazaro hajiwezi, anaumwa sana, naomba uende na mimi ili ukamponye. Lakini Yesu akasema hivi, ugonjwa huu sio wa nini? Wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu, ili mwana wa Mungu apate kutukuzwa kwa huo. Aliposema hayo maneno, Martha akafikiri Yesu kwa vile amesema ugonjwa sio wa mauti, Lazaro atafanyaje? Atapona. Na akamwacha Yesu akijua Yesu anakuja kufanyaje? Kumponya. Lakini badala ya Yesu aende kumponya, Yesu akapita njia nyingine, akaenda sehemu nyingine, hakutokea pale. Alafu mbaya zaidi, Lazaro, kama Yesu ndo alikuwa amesema tu sasa pumzika, kwa nini? Kwa amani. Martha anafika tu nyumbani, anakuta Lazaro yuko dakika za mwisho za kufanyaje? Za kukufa. Na dakika chache Lazaro akafa. Inaondoa tumaini jamani, si ndio? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu alichokifanya pale, sura halisi ya kibinadamu kwa ile familia ya kina Martha, aliharibu kabisa. Yani alitengeneza skendo
na imani najua aliimaliza kabisa, hata kama alikuwa amewatendea kile kitendo. Kibinadamu ni ngumu kumeza hiyo. Bwana asifiwe sana. Hawa watu wanaomboleza, wanalia, imekuwaje? Mbona Yesu ametufanyia hivi? Lazaro amekufa, na taratibu tunazijua. Akifa mtu, utaratibu umejulikana ni kufanyaje? Kuzika. Yesu anatafutwa, hayupo, yuko mbali. Wakaamua kuosha ule mwili, funga sanda, funika vizuri, pambio za kidini zikaimba, na Lazaro tutamwona kwenye mji wa raha. Wakafika hadi makaburini, Lazaro akazikwa, wakafukia na jiwe, wakasiliba na lami, wakarudi nyumbani. Sheria za ile misiba ilikuwa matanga ni siku 40. Watu wanaombolezea mtu. Wakati hawa familia wanalia, watu wa Bethania wanalia, Martha anaomboleza, Maria analia, tumepoteza ndugu yetu, tumepoteza kaka yetu. Tumaini la imani yao ilikuwa ni kwamba mtu anaweza akaponywa akiwa mahututi, lakini akisha kufa habari yake imefanyaje? Imekwisha. Lakini mbaya zaidi, yule anayetajwa kuwa ufufuo na uzima, yaani Yesu, habari hii anaijua, ila kaipuuzia, aliondoka. Kwa hiyo imani imepotea. Unapenda niseme yako mambo mengi yanaweza kutokea kwenye maisha yako, ukajikuta umebaki peke yako. Hata mchungaji anayekutiaga moyo akawa hayupo kabisa. Kila mtu anayekuangalia anasema tutaona mwisho wako. Yuko wapi Mungu wako sasa? Lakini nataka ninene na wewe leo, katikati ya tabu na shida iko neema ya kukumbukwa. Mungu wa Lazaro akukumbuke katika jina la Yesu. Acha kujikatia tamaa. Lile jambo linawashinda wanadamu, halijawahi kumshinda Mungu. Lile jambo linakatisha tamaa machoni pa watu, ila kwa Mungu haliwezi kushindikana. Yale yanayoshindikana kwetu, kwa Mungu yote kabisa kama yalivyo yanawezekana. Hata kama umeambiwa mwaka huu kwako ni mwaka wa mwisho, hautaweza kuumaliza, mara wewe hauwezi kusoma, na ukipiga dira unakuta kwenye familia yenu hakuna aliyesoma, wote ni masikini, hakuna aliyefika mbali, na wewe unarudishwa nyuma tu. Uchumi haueleweki, masomo hayaeleweki. Nataka nikwambie, huo ugumu uko nyumbani, huo ugumu uko kwenye jamii, huo ugumu ni wa wanadamu, lakini kwa Yesu Kristo iko neema ya kukumbukwa. Yesu kule alikokuwa akakumbuka kwamba kuna Lazaro na kuna Martha na kuna Mariamu. Akawaambia wanafunzi, turudini Bethania, turudini Bethania. Wanafunzi wakamuuliza, kufanya nini? Yesu akajibu akasema hivi, ndugu yetu Lazaro amelala, niko naenda kumwamsha, twendeni. Unajua wanafunzi na wao wakachanganyikiwa na hilo neno, wakamuuliza hivi, Bwana, acha basi kutujoki, mbona sisi tukilala hautuamshi? Mtu kama amelala si ataamka? Kumbe hawajui kwamba kadedi. Yesu akawaambia, jamani, Lazaro sio tu kasinzia, Lazaro amekufa, naenda kumfufua. Mwingine akasema, Yesu, usitutanie, tunajua kwamba wewe utamfufuaga siku ya mwisho utakapokuja mara ya pili, na mtu akifa habari zake zimeisha, hawezi tena fufuka.
Lakini Yesu akasema hivi, jamani, hamjui tu mimi ndiye ufufuo na uzima. Kwa nini nasema haya? Kuna wakati shetani anaweza inua timu za kuvunja moyo. Kila habari yako inapotokeza kuleta msaada na mafanikio yako inapingwa mpaka na watu wako wa karibu. Huyu anajifanyaga, achana naye. Unalialia nini naye bwana? Unapambana naye nini bwana? Huyu achana naye. Ukienda kanisani achana naye. Ukienda kwenye jamii achana naye. Familia ndo kabisa wataki kukusikiliza. Lakini nataka nikwambie, wakati wa Bwana ukifika, wewe ni wa kukumbukwa tu. Jipige kifua, sema na mimi sasa ninakumbukwa. Sema tena, na mimi sasa ninakumbukwa. Roho Mtakatifu ananiambia yuko hapa tayari. Kuna mtu moyo wake una msiba na uchungu mkubwa. Shetani kwa muda mrefu ameitesa familia yenu. Mmekuwa ni watu wa kukataliwa. Hata hapa upo tu hauelewi. Haujui mwaka huu utaishaje. Roho Mtakatifu ananiambia na anaugua ndani mwangu. Lakini ananiambia sasa mwaka huu ni mwaka wa historia mpya kwenye maisha yako. Maana hautalia tena. Wazazi wako hawatalia tena. Familia yenu haitatukanwa tena. Yale yaliyoliwa na nzige, tumbundu, palale na madumadu yanarudishwa. Thank you Holy Spirit for your presence. Naona uwepo wa Roho Mtakatifu hapa tayari. Anaanza kurejesha vitu. Anaanza kurejesha vitu. Anaanza kurejesha vitu. Naona roho ya kukataliwa inaondoka. Kuna roho chafu zinaachia maisha yako. Kuna roho ya umasikini inaondoka kwenu. Inaondoka kwenye maisha yako. Neema ya Bwana inaanza kukukumbuka kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio yupo hapa tayari na uhisi uwepo wake. Asante, naona na malaika wameanza kushuka. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, hauko peke yako hapa kanisani. Hauko peke yako hapa kanisani. Yeye aliyemkumbuka Lazaro tayari amekukumbuka. Yeye aliyewaponya wengine tayari amekukumbuka. Anaujua msiba wako, anaijua tabu yako. Wakati uliokubalika ni sasa. Yesu akawaambia hawa watu, haijalishi, lakini nawaambia Lazaro amekufa, anajulikana kafa, ila mimi ufufuo na uzima ninakwenda kumfufua. Mwingine mwanafunzi akamwambia, Bwana, sio muda mrefu tumeenda huko, wametufukuza na mawe, wametaka kutuua, na wewe unatuambia twende tena, itakuwaje watatuua? Lakini Yesu akasema, ni wakati uliopita, ni wakati uliopita, sio sasa. Liwezekanalo leo halitaingoja kesho. Nataka ninene na wewe. Walinena mabaya juu yako, walifanya mabaya juu yako, walipanga mabaya juu yako. Vikao vya wachawi vilikaa juu ya ndoa yako, juu ya uchumi wako, juu ya mafanikio yako, ili usifanikiwe. Lakini nataka niseme, ni wakati ule, wakati wa Bwana, ni wakati sahihi. Nao ni sasa, nao ni sasa. Hivi ni saa ya kukumbukwa na Bwana. Asante Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaanza kuponya magonjwa. Mpaka nianze kuomba hapa, hapata kuwepo mgonjwa, hapata kuwepo mgonjwa. Roho ya uzima imeshuka tayari, na malaika tabibu wameshuka tayari. Vifungo vinavunjika tu, vinavunjika tu, na Roho anajenga tayari msingi mpya kwa neno lake. Tayari yupo hapa Roho Mtakatifu
tayari yupo hapa, hatakuacha. Maana neno lake limemshuhudia ya kwamba hatukupokea roho ya utumwa, ila roho ya kufanywa wana wa Mungu, ambayo kwa hiyo tunalia Aba, yaani Baba. Rababosakatarama yandarawakolia. Yesu akaenda. Wanafunzi mmoja Tomaso akaongea neno la joki, akasema twendeni na sisi tukafe naye, kama Lazaro amekufa, twendeni tukafe naye, twendeni tukafe naye. Yesu hakujali hilo neno, yeye akasema twendeni. Wakafika Bethania, wakakuta matanga yanaendelea. Martha akamwendea Yesu akamwambia, Bwana, kama ungekuwepo ndugu yetu Lazaro asingekufa. Lakini Yesu akahuzunika, akasema, mmemweka wapi? Nionyesheni mlipomweka, nionyesheni. Ni kweli moyo wako una mashaka, muda mwingi unalalamika, unasema Mungu uko wapi? Yako wapi mambo yale ulioahidi baba zetu? Ulisema utatubariki, ulisema utatuponya, ulisema utatuokoa. Mbona kama umetuacha? Hata Martha aliomboleza, hata Martha alilia, lakini Yesu hakujali. Yesu alisema nipeleke mlipomweka, na walipomfikisha akasema saa imefika, saa imefika, saa imefika. Ondoeni jiwe, ondoeni jiwe, ondoeni jiwe. Wakaongea kwamba haiwezekani, maana ananuka, amekuwa ni maiti, leo ni siku ya 4. Lakini Yesu akasema, mimi nimesema ukiamini utauona utukufu wa Bwana. Nami ninakwambia ukiamini leo. Thank you Holy Spirit for moving. Simama juu, simama juu, achilia moyo wako kwake. Roho Mtakatifu yupo hapa tayari. Kila mmoja achilia moyo wako, achilia tu moyo wako. Mwenyewe Roho yuko hapa, mwenyewe Roho yuko hapa, anaanza kugeuza historia ya machozi yako. Mwenyewe Roho yuko hapa. Rabakoli anaragasia, inarabakoli anarababosika, likatarema sanda yamana rabakoli. Roho Mtakatifu ananishuhudia. Ukiweza kusogea madhabahuni pa Bwana, sogea tu. Na ukiona nafsi yako inakushuhudia kuomba, jiachilie tu kuomba. Ukisikia nywele zinasisimka, wala usishangae, ndiye kazi yake mwenyewe. Usizuie, 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 usizuie. Wewe jiachilie tu kwa Bwana, jiachilie tu kwa Bwana, jiachilie tu kwa Bwana. Yesu akanena maneno haya, akanena maneno haya, akaomba kwa ajili yetu, akasema, Baba, ninakushukuru kwa sababu najua unanisikia, na siku zote najua unanisikia, lakini leo kwa ajili ya mkutano huu, kwa ajili ya watu hawa ambao imani yao imetindika, Bwana, ninayanena haya ili wapate kusadiki ya kwamba ndiwe uliyenituma. Na kwa sababu ya imani yao, kisha Yesu akalia kwa sauti kuu, akiita Lazaro, njoo nje. Akijaa roho wa ufufuo, Lazaro akafufuka, akatoka kwenye lile tundu la kaburi, na leso zikatolewa na sanda ikavuliwa, akaachiliwa aende zake. Afya imerudi tena. Nami ninanena sasa, roho ufufuo, njoo! Roho uzima, njoo! Roho urejesho, njoo! Daima wimbo huu wa kuabudu, achilia moyo, achilia maisha. Imba huku kitafakari lile teso lililokutesa muda mrefu. Sasa limekwisha, sasa limekwisha, sasa limekwisha. Ameamua mwenyewe mwamba kusimama kwa ajili ya maisha yako. Alilipa deni langu
kwa gharama ya mauti alilipa deni zangu, kwa gharama ya mauti msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Kwa gharama ya mauti alilipa deni langu, kwa gharama ya mauti msamaha Mungu jambo, mwambie Mungu jambo lile unaloliona kwako limekuwa msiba, limekuwa msiba. Mariamu akamwambia Yesu, Bwana, kama ungekuwepo ndugu yetu Lazaro angekufa. Lakini alivyoeleza maneno haya, ilikuwa lango la Lazaro kukombolewa, ilikuwa lango la Lazaro kufunguliwa, ilikuwa njia ya Lazaro kufunguliwa. Ninajua unapitia kipindi ambacho ni kigumu, ninajua unapitia maisha ambayo kwa wanadamu imekuwa haiwezekani, lakini kwake Bwana inawezekana. Asante Roho Mtakatifu, Bwana upo hapa. Asante Roho Mtakatifu, upo hapa. Asante Roho Mtakatifu, upo hapa. Naiona wingu la uzima sasa linang'oa giza. Giza linang'olewa mbele yako, giza la hasara linang'olewa. Ile roho ya kukataliwa inaondoka, ile roho ya umasikini inaondoka, ile roho ya hatari
kutoka kwako zinaondoka, zinaondoka. Hebu paza sauti yako, ipaze sauti yako. Anasikia, ndio, 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 ndio. Anasikia, anasikia. Roho Mtakatifu anasikia. Yupo hapa ni Baba, yupo hapa ni Baba, yupo hapa ni Baba, yupo hapa ni Baba. Ziachilie tu kwake. Asante Roho Mtakatifu kwa mguso wako. Inaipanda roho ya ushindi, inaipanda roho ya uzima, inaipanda roho ya uzima. Pokea uzima, pokea uamsho, pokea uamsho, pokea uamsho, pokea urejesho, pokea, 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 pokea ushindi kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Yale yasiyowezekana sasa yakawezekane, sasa yakawezekane. Ile aina ya vifungo vilivyokalia kazi, vilivyokalia masomo, vilivyokalia jamii, vilivyokalia uchumi, zile sifa chafu, yale maneno ya laana yaliyonenwa na adui, ule uchafu wa adui uliosimama kama lango la mauti, leo linashindwa, leo limevunjika, leo limevunjika, leo limevunjika, leo limevunjika. Ikomeleva sana. Inatangaza ushindi, inatangaza ushindi. Pokea ushindi wa Bwana, pokea ushindi wa Bwana, pokea uamsho, pokea uamsho, pokea, pokea. Kamba za mauti zinakatika, 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 zinakatika. Kamba za uovu pote hapa, eneo lote hili limejaa nguvu ya Mungu, limejaa, limejaa, limejaa mpaka kule madhabahuni. Malaika wa Bwana anza kugusa watu hawa, anza kugusa na kung'oa yale mapambo yasiyopambwa na Bwana. Moka, moa sasa, moa, moa sasa. Roho Mtakatifu ni kazi yako kuwagusa watu hawa, kuwagusa watu hawa, kuwagusa watu hawa. Pokea mguso, pokea mguso, pokea mguso, pokea mguso, pokea uweza, pokea ushindi, pokea ukombozi, pokea uzima. Leo nguvu ya Mungu inatawala. Hata majirani, majirani wa eneo hili, majirani wa eneo hili, majirani wa eneo hili, kwa jina la Yesu, kote Roho Mtakatifu penya, 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 penya. Moto wako, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu aliye hai. Ninayafuta, ninayafuta matangazo, matangazo ya mauti, matangazo ya mauti yaliyotangazwa juu ya maisha yako, yaliyotangazwa juu ya kazi yako, juu ya elimu yako, juu ya masomo yako, juu ya familia yako, juu ya mipango yako. Ile maneno ya laana yamenenwa na wachawi, yamenenwa na majini, yamenenwa na kuzimu, ninayafuta sasa, ninayafuta sasa kwa jina la Yesu. Kila hatia zilizoidhibiti hatima yako kuanzia sasa, ninaing'oa, ninaing'oa kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu, asante kwa ushindi wako, asante kwa ushindi wako, asante kwa ukombozi wako, asante kwa ushindi wako, asante kwa ushindi wako, kwa ushindi wako. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu.
Na napenda nikwambie jambo moja, kwamba tuna habari njema ya kwamba tunazindua mkutano wa Injili utakaofanyika nje ya nchi. Itakuwa ni Mozambique au Msumbiji. Tunakwenda nchini Msumbiji na tutakuwa na mkutano pale, na ambao ule mkutano hatuendi peke yetu, kwa hiyo tunakwenda wote, na ziara hiyo tutaianza ni mwezi wa pili mwanzoni. Kuendelea hapo katikati, nafikiri kuna mambo tuyaweke sawa, alafu tutarejea kutoa taarifa kamili ya tarehe. Itakuwa ni wapi? Kule ni Mweda. Mweda, hiyo ni Cabo Delgado. Cabo Delgado ya Mweda, Msumbiji. Yes. Kweli tumewasiliana na wale watumishi wa Mungu kule Mozambique, wakasema wamejiandaa kutupokea, lakini sisi tutajitahidi tuweze kupata namna ya kufika pale. Lakini hapo sasa ndipo nilipo na ombi kwako, mtumishi wa Mungu. Naomba nikuombe, mtumishi wa Mungu, ungana nasi kwa sadaka, kwa mchango, kwa fedha, ili tuweze kufika pale. Kwa timu yetu jinsi tunavyokwenda, kwa nauli peke yake kwenda na kurudi haipungui chini ya 1,000,000 kabisa, na kama 200,000 hivi au 300,000 mpaka 500,000. Tunazo namba 2 tu za Promova, moja ni ya Kenya Safaricom M-Pesa, lakini nyingine ni ya Tanzania. Namba ya Tanzania ni alama ya kujumlisha 255 Another number +254 113 844 735. Kwa wale watu mlioko Kenya, tumieni namba hii ya Kenya, na wale mlioko Tanzania, tumieni namba hii ya Tanzania. Ninaomba mtumishi wa Mungu tutie moyo na tutie nguvu ya namna ya kufika. Najua hatuendi peke yetu. Tunapokwenda na fedha yetu yako, tunahubiri pamoja na wewe, na Bwana Mungu aliyetuchagua aende pamoja na wewe, akakujibu mahitaji yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Promova TV, a home of testimonies. Promova TV, a home of testimonies.